Namba 3, uchunguzi. Kwa kuwa jambo hili limesababisha maafa, tunashauri ufanyike uchunguzi utakaowashirikisha wadau wa ndani na nje. Wadau tunaowapendekeza watoke kwenye tume huru isiyofungamana na upande wowote, kama jumuiya na taasisi za kimataifa, taasisi za dini, asasi za kiraia na wataalamu wa haki na mambo ya kidemokrasia. Na serikali yetu iwe tayari kupokea na kufanyia kazi ripoti watakayotoa. Hii inaweza kuwa moja hatua muhimu ya kuponya taifa letu. Namba 4, maisha ya uadilifu na uwazi ya viongozi. Tunahimiza viongozi wenye dhamana ya kutuongoza waishi maisha ya uadilifu, uwazi, ukweli na uwajibikaji ili kujenga misingi ya kuaminiana. Namba 5, waliokamatwa. Wale wote waliokamatwa kwa hila kabla, wakati wa uchaguzi, hata baada, na kuwekwa mahabusu au pasipojulikana, waachiwe huru na bila ya masharti yoyote. Namba 6, katiba mpya na utawala wa sheria. Katiba mpya na utawala wa sheria vimekuwa kilio cha muda mrefu hapa nchini. Mchakato wa katiba mpya yenye kujali utu, usawa, haki, ukweli kwa wote uanze kwa kushirikisha wadau wote, ili tusirudi tena katika machafuko na nchi iongozwe katika misingi ya utawala wa sheria. Kusikiliza wananchi. Siku zote ni vizuri kuwasikiliza na kujali matashi mazuri ya wananchi. Watu wasiposikilizwa watazungumza kwa namna wanayojua wao. Namba 8 na mwisho, sala. Tunatoa mwaliko kwa wananchi wote wa taifa la Tanzania kuendelea kusali na kuyaweka haya yote mikononi mwa Mungu. Tuendelee kusali ili kuiombea haki, ukweli, amani na uponyaji, ili nchi yetu iendelee kukua tubaki kuwa wamoja. Waliofiwa wapate tulivu.